Yes, mtazamaji wa Mwananchi Digital, karibu kwenye mahojiano mafupi na legend wa soka Amri Kiemba, na kubwa zaidi tunakwenda kuzungumzia mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambapo hapo kesho hapa visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex kinakwenda kupigwa vijana 22, 11 upande wa Young Africans, 11 upande wa Simba Sports Club wanakwenda kupepetana. Nani anakwenda kuibuka na ushindi ikiwa ni mchezo wa ligi kuu ya NBC. Tuko na Amri Kiemba, tunapiga story mbili tatu kuelekea mchezo huo. Atupe tathmini yake, anaonaje mchezo huo. Tumeona vikosi vya Simba na Yanga pia vikifanya usajili dirisha dogo. Wachezaji wameonyesha vya kuonyesha. Tutegemee dabi ya namna gani? Mambo vipi? Alhamdulillah. Uko mzima? Namshukuru Allah, mtaji upo. Zanzibar ni njema? Zanzibar njema, naona hata hali ya hewa kidogo kuna sio joto. Atakaye na aje. Kwa Zanzibar imepoa ukizingatia sasa hivi mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo Zanzibar ni tulivu kabisa. Ni dabi ya Kariakoo. Tunakwenda kuitazama hapo kesho hapa visiwani Zanzibar. Kwa kumbukumbu zako za soka, hii haiwezi kuwa dabi ya kwanza kuchezwa kwenye ardhi ya Zanzibar. Yeah. Kitu gani unakikumbuka kwenye dabi zilizopita ambazo zimewahi kuchezwa Zanzibar? Kwanza ni unajua miaka ya nyuma ilikuwa Zanzibar pekee ndo mnaweza mkacheza usiku. Kwa hiyo ni nyakati ambazo ulikuwa ukiona unakuja kucheza Zanzibar, una uhakika utacheza wakati hali ya hewa ikiwa imetulia. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa wachezaji kwa sababu jua kuna nguvu kidogo huwa linapunguza kwenye utendaji wa kazi. Kwa hiyo ni mchezo ambao unapigwa sasa hivi, uzuri hata bara nako kunachezwa usiku. Lakini ni mchezo ambao unapigwa usiku, tayari kumetulia. Uwezo wa mchezaji kukimbia huwa unakuwa unaongezeka, kwa maana kwamba uchovu ambao huwa nguvu zinafyonzwa na jua zinakuwa hakuna. Kwa hiyo mechi ni mpya, tunaenda kushuhudia walimu ambao kwa dabi inawezekana si dabi zao za kwanza, lakini kwa dabi yetu ya Tanzania ni ya kwanza, na matarajio ni kwamba naweza nikaona walimu zaidi kuliko wachezaji, kwa maana kile ambacho walimu wanakifikiria kichwani ndo matarajio ya kukiona, kwa sababu kwa upande wa Simba mwalimu ni mgeni na anaamini kwenye kile ambacho amekuwa akifanikiwa nacho, lakini wachezaji wengi wa Simba ni wageni kwenye dabi na bahati mbaya wamefungwa mechi 6 mfululizo. Kwa hiyo unaweza ukaona kukawa na tahadhari kubwa kwenye upande wao kwa kuiendea mechi hii, na kusababisha sasa tukamuona mwalimu zaidi kwenye vile vipindi vitano vya mchezo, kwa maana timu ina mpira, timu imepoteza, imepata mpira, haina mpira, na zile set pieces za kushambulia na kuzuia ndiko ambapo tunaweza tukaona zikiwa zinatafsiriwa. Kwa upande huo nategemea mechi ya kimbinu zaidi, ambayo sasa itahitaji wachezaji wanaweza kujiinua ili kuweza kubadilisha hali ya hewa pale uwanjani, na bahati nzuri Yanga wana wachezaji wengi ambao wanaweza kujiinua kwenye kipindi kigumu kama hicho. Faida ambao Yanga wako nayo ni hao madaraja ya wachezaji, lakini na muda ambao wachezaji wamekaa pamoja kwenye kikosi, karibu 70% ni wachezaji wanazungumzia misimu 2 mpaka 3 kuendea kwa kiwa pamoja. Kwa mwalimu unaweza kumuona Goncalves amepata faida ya kuwa na kikosi ambacho kiko muda mrefu. Kwa hiyo yeye anakuja kujazia zile mbinu zake ambazo anazo, kwa sababu leo hii Mudathiri anajua Dube anaweza kufanya kitu gani kwenye ubora, na hata kama sijamuona najua tu kwa wakati huu Dube atakuwa sehemu fulani anafanya vitu. Ndivyo tofauti ambayo inaweza ikajitokeza ndani ya kiwanja. Tumetazama michezo ya mwisho ya klabu hizi mbili, Young Africans akipata ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya JKT, lakini Simba Sports Club akitoka suluhu dhidi ya Dodoma Jiji. Dabi wanasema huwa haitabiriki. Huenda matokeo ya mechi na ya nyuma yanaweza affect kwa namna gani mchezo wa dabi hapo kesho kwenye timu zote hizi mbili, hasa kwa upande wa Simba ambao wao hawakupata point? Mnaweza mkakosa kushinda, lakini hali ya mchezo ikawa inawapa matumaini. Kwa mfano Simba hajamfunga Dodoma, lakini hakuna aliyetazama mechi aliyokuwa na mashaka kwamba mechi hii Simba hawezi kushinda. Ni mpaka filimbi ya mwisho ilipopulizwa ndio watu waliamini kwamba mechi hii imeisha kwa sare. Kwa hiyo ile ni mechi ambayo wanaichukua kwa njia ya chanya, kwamba tulikuwa na performance nzuri, lakini dhidi ya mpinzani ambaye alikuwa hatuulizi maswali, kazi yake ilikuwa ni kujibu maswali tunamuuliza. Kwa mechi ya Yanga ni tofauti, kwa sababu kutakuwa kuna kujibizana maswali, unauliza, unajibiwa, na wewe unatakiwa utafute jibu. Kama ambavyo Yanga alicheza na JKT. JKT aliamua kuulizana maswali na Yanga. Kwa hiyo ya kwake yalijibiwa na yeye akashindwa kujibu maswali ya Yanga. Angechagua kujibu
peke yake inawezekana tungekuwa na mechi tofauti na isingekuwa idadi hiyo ya magoli, lakini sasa kwa wanapokutana wao wenyewe kwa wenyewe, hautarajii kuona timu moja ikiwa inajibu tu peke yake, labda kulingana na mechi ambavyo ipo. Kwa mfano Simba wamepoteza mechi 6 mfululizo. Mimi ninachokiona kwa mechi ambazo walikuwa wanapoteza ni kwa sababu tu walikuwa wameamua kujibizana na Yanga kwenye kila mechi. Lakini tofauti na Yanga wakiwaga hawako vizuri, wao wanaamuaga kujibu maswali tu. Matokeo yake wana frustrate Simba, wanatoka sare. Unakuta kipa nyota wa mchezo. Lakini Simba hata mara moja hawajakuja kuiheshimu Yanga na kuamua kusema sasa sisi wacha tuwachanganye hao kwa kuwazuia kwanza, tuone namna gani wanaweza wakachanganyikiwa na kutoka kwenye utaratibu. Pale ambapo kila mchezaji anataka kuwa shujaa, ndipo ambapo mnaweza mkacheza nao mkiwa sawa. Kwa hiyo mimi naiona mechi ambayo kama Simba wataamua kuifanya iwe mechi ambayo wao wanakuwa timu ya pili, inaweza ikawa ni mechi ngumu sana ndani ya kiwanja, kwa maana kwamba hiyo quality wanayo. Kwa nini wanao hiyo quality? Wana uwezo wa kujibu. Simba wana kama Anicent Oura, wana Libasige sehemu ya ushambuliaji, lakini hao watu wawili tu wanaweza kutumika kuanza kujibu mashambulizi, na inaweza ikawa ni athari kwa Yanga ambayo ikiwa na mpira Mohamed Hussein anaondoka, kama ni Mwenda anaondoka, kwa hiyo utakuwa unawapata Baka na Jobu kwenye eneo la mwisho ambalo ni kubwa sana kwa watu wawili kujilinda. Kwenye mchezo wa kesho hasa unaona bato kwenye maeneo gani kwa upande wa timu zote mbili, Yanga na Simba? Kwa namna ambavyo timu zinacheza unaweza ukaona Simba ina uimara zaidi kwenye eneo lao, maeneo ya pembeni, kwa maana upande ambao wanacheza Oura ndio upande wa Simba ambao unaonekana huko imara zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ya operation za upande huo. Operation za upande huo zinafanyika na watu watatu: Kibabage, Oura na Chama. Wamekuwa wakielewana sana, na ndio sehemu nyingi ambazo unaweza kuta asilimia kama sio 50 ya mchezo unachezwa upande ule, huku katikati na kwa upande wa Libasige zikigawana hiyo 50 iliyobaki. Kwa hiyo ni upande ambao unauona utakuwa na vita, kwa sababu ndio upande pia ambao unategemea labda anaweza akawepo Mwenda, ama kama yao amepona anaweza akawepo. Lakini pia upande wa kushoto ni eneo pia ambalo Simba wanategemea kwa Libasige, lakini Kapombe akiwa ameanza, kwa unategemea Mohamed Hussein ataanza kukabana na Kapombe kila wakati, hapo unategemea hilo bato kuwepo. Lakini kama Pacome yuko upande huo, unaona jinsi ambavyo pia kutakuwa na bato. Pacome ana uwezo wa kushambulia na ana uwezo wa kuja kuzuia, kitu ambacho huwa kinamsaidia fullback wake anakuwa hana kazi kubwa, kwa sababu ana uwezo wa kuja kujilinda. Lakini sina takwimu nzuri ya Libasige kwenye kuja kuzuia, sina takwimu nzuri ya Oura kwenye kuja kuzuia. Kwa mashaka yangu eneo hilo ndo ambalo linaweza likatuamulia mchezo. Kiemba, mimi nataka nifahamu kwa kutoka kwako, kwa maana unipe experience kama mchezaji, lakini pia uje ukae upande wa kocha, kwa maana kwa wachezaji labda wa Young Africans ambao timu yao imekuwa favored, imeshinda katika michezo 6 mfululizo. Unaenda kukutana na mpinzani kwenye mchezo mkubwa kama huu, lakini pia na kwa upande wa Simba ambao wachezaji wengi baadhi ni wapya, washapoteza michezo kadhaa, unaenda kukutana, unawashauri waingieje? Kwa sababu inawezekana labda Yanga akawa na confidence kwamba tushamweza huyu, tunaenda kushinda mechi, lakini kwa upande wa Simba na wenyewe inawezekana nao kisaikolojia wakaamini bwana, tunaenda tu kupoteza. Unawashauri waingie vipi? Lakini kwa upande wa walimu, wote ni walimu wapya, kwa maana Pedro hajacheza dabi hata moja, lakini huyu Steve Becker naye pia hajacheza dabi hata moja. Unawashauri waendeje kwenye huo mchezo? Acha kwanza, saikolojia huwezi kuikimbia. Yani mtu ambaye ameshashinda mara 6 mfululizo leo kumwambia amuogope yule mtu ambaye ameshamshinda mara 6 mfululizo, kiakili huwa haikubali. Cha kumsisitiza ni kumwambia kwamba awe tu na tahadhari, asijiamini kupitiliza, kwa sababu kujiamini ni kitu kizuri, kwa sababu kitakufanya ufanye kitu kwa uhakika. Ukijiamini kupitiliza ndipo pale ambapo unaenda kufanya makosa mengi. Kwa Yanga ambacho labda msisitizo ni kutokuwa na ile hali ya kupitiliza, kwa sababu hawa pia nao wanacheza. Inaweza kutokea kosa moja wakatufunga na mechi ikawa imeisha. Kwa wao wana hiyo confidence, walau wao kwenye kujadili mechi hawajadili kama watu walioshindwa na kujadili vitu hasi sana. Watakuwa wanajadili vitu chanya ambao kisaikolojia pia ni chakula. Kwa hiyo wao wanaweza kawa na sehemu hiyo. Lakini kwa upande wa Simba mijadala mingi itakuwa ni namna ambavyo timu imepoteza mara 6. Unaona si chanya, hiyo ni hasi. Kwa kama mnajadili sana hasi, wakati mwingine energy pia ya watu inaweza kashushwa na hiyo hasi ambayo mnaenda nayo. Lakini pia kushinda na kufungwa ni tabia.
Yani tabia kama ilivyo, kama ukiwa unashinda inageuka inakuwa tabia yako, na ukiwa unashindwa inageuka inakuwa tabia yako. Kwa nini? Kwa sababu athari za kimchezo ni kwamba nyie ambao mnafungwa, mkitanguliwa tu mnajua sasa na leo ndo kama vile ilivyopita, lakini nyie ambao huwa mnashinda, kwa timu nyingine mmeshinda kwa kusawazisha na mkaja mkashinda, hata mkitanguliwa sasa hawa hawezi kutufunga mpaka mechi ishi. Hiyo saikolojia ambayo huwa inaongoza ndani ya kiwanja. Hata wachezaji sisi tushacheza timu ambayo kila mkikutana nayo inawafunga. Yaani hata mkienda kwenye mechi mnaweza mkacheza nyewe mnacheza mkikosa nafasi. Sasa jamani, hii tutamsije kajirudia kama mechi iliyopita. Mara wakiwatangulia tu kila mtu anakuwa afati tena maelekezo, kwa sababu anaamini napaswa kuiokoa timu. Matokeo yake ndio mnajikuta mko desperate na mnaweza mkaadhibiwa. Kwa hizo saikolojia sio kitu cha kudharau. Na kuna kitu kimoja, wakati mimi nacheza, bahati nzuri nicheza timu zote. Wakati nasajiliwa Yanga, nilikuta Yanga ilikuwa ina historia ya kupoteza na Simba. Kwa hiyo tukiwa kunajadili mchezo, ilikuwa ni kwamba safari hii hatukubali. Kwa misimu kama mingapi kwa faida tu kutusaidia? Yani kwa wakati sisi tumeingia kwenye timu, tulikuta mechi 2 za mwisho zimepotea. Kwa hiyo kukawa kuna huo mjadala kwamba safari hii sisi hatukubali. Kwa hiyo sasa ile hata namna mnavyojadili ni kwamba kwanza mnatiana hofu kwamba safari hatukubali, kwa maana kama tutafungwa kuna kitu kingine ambacho kitatokea, badala ya kujadili kwenye ile ya kutiana moyo kwenye kufanya kazi. Lakini bahati nzuri kwenye mechi yetu iliyofuata tulitoka sare. Baada sasa ya kuwa na tahadhari nyingi. Lakini wakati nimesajiliwa Simba, nilikuta Simba wao wana kauli yao, wanaambiana kwamba sisi kufungwa na Yanga mpaka tutake wenyewe. Kwa hiyo hata mchezaji mgeni alokuja anakuwa anatengenezea hiyo imani kwamba kwa hiyo hawa ni kwa kwetu ni timu ya kawaida tu, japo ni dabi na jaa, lakini hawa viongozi wenyewe hawana wasiwasi na sisi kwenye uwezo wa kwenda kucheza nao. Kwa hiyo inawezekana hiyo kauli sasa hivi imehama. Yani huku wanajadili, ndio maana utaona huku upande wa Simba kuna kuitana sana mara 3 baada ya mechi. Kwa nini? Kwa sababu mijadala si mizuri. Yanga unaweza wakapoteza hata mechi ambayo ilikuwa na umuhimu, lakini ukaona viongozi wanatoka na kusema tumepoteza kama timu, tupandishe soksi na tuendelee. Lakini upande huu kila wakipoteza kuna mchezaji ameuza. Kwa hiyo unaona mijadala sio mizuri. Kwa hiyo wakati mwingine kisaikolojia haijengi kama timu. Kwa hiyo kama mnajadili, inapaswa kujadiliwa kwenye sehemu chanya zaidi kuliko hasi, kuliko kutiana hofu kwenye mchezo. Unaona ni maeneo gani kesho yanakwenda kuamua mchezo kwa pande zote mbili? Tumeona kwa Young Africans usajili mpya, Depu akifanya vizuri eneo la mbele pale, akiwa na rekodi ya kufunga mabao kila anapocheza. Lakini pia kwa Simba Sports Club kuna kina Anicet Oura, kuna kina Liba Segeye pia, na wao wamekuwa wakiingia kwenye rekodi hizo za kufunga. Lakini Dabi wanasema chochote kinaweza kutokea. Unaweza kusema washambuliaji wakaamua, lakini ikaja kuwa tofauti zaidi. Cha kwanza ukiwa unachezwa mechi unategemea washambuliaji ndo waweze kuleta hayo matokeo ya ushindi kwa kufunga. Na kama mchezaji anakuwa kwenye wakati mzuri, unaweza umetoka kusema Oura. Nadhani Oura toka amefika, inawezekana hana namba hizo nzuri, lakini ukiangalia mchango wake pa game inawezekana ukawa unawazidi hata wenye namba, lakini kwa sababu mpira umebaki kwenye namba, Liba Segeye atakuwa ni mchezaji hatari kuliko wachezaji wengine wa Simba ndani ya kiwanja. Kwa hiyo kwa sababu ya ule muda anaocheza na mchango wa mabao ambao amechangia. Kwa hiyo ni wachezaji ambao kama timu inakuwa imewekeza juu yao, lakini inategemea zaidi kati ya Loemba na Chama kuweza kujua kutengeneza hizo nafasi. Je, vita yao katikati ya kiwanja dhidi ya Abuya, dhidi ya Maxi, Muda ama Domaro inaweza kuwaunganisha hao wachezaji wa sehemu ya ushambuliaji na viungo? Hicho ndio kitu ambacho tunaweza tukakiona. Vita kubwa itakuwa eneo la katikati ya kiwanja kwa ajili ya kutoa sasa timu ambayo italiwini ile eneo, ile ubora wa wachezaji wengine wa maeneo ya pembeni tunaweza tukauona na kupelekea timu zao kupata matokeo mazuri ya ushindi. Upande wa Yanga, kwa upande wa Yanga unaweza kumuona eneo ambalo kama Pacome yupo, kama ameshapona anakuwepo kiwanjani, ni eneo ambalo Yanga wanalitegemea zaidi, kwa sababu kwa namna ambavyo timu zipo, ukiangalia Yanga ina uwiano vizuri sana wa viungo kwa kuzuia na kushambulia. Bahati nzuri viungo wao karibu wote wana asili ya kucheza namba 6, namba 8, namba 10. Yaani ni Domaro tu ndio unaweza kumuona ana asili moja tu ya kucheza eneo la chini, lakini Muda anaweza kucheza namba 6, wakati anakuwa alikuwa anacheza namba 6. Amechange, amekuwa namba 8, amekuwa namba 10. Abuya vile vile anacheza eneo lote kuanzia namba 7 na mpaka mwisho
lakini pia Maxi anaweza kucheza eneo lote kuanzia namba 7 mpaka mwisho. Kwa hiyo ni faida ambayo Yanga wanayo kwenye katikati ya kiwanja. Sasa ni timu pinzani kuweza kupunguza ile nguvu ya Yanga ambayo inaonekana zaidi ipo kwenye katikati ya kiwanja. Ndio maana unaona hata mafullbeki wao wanapata nafasi ya kutembea, kwa sababu katikati ya kiwanja kuna watu na wanaweza wakakavia zile nafasi ambazo zinabaki wazi. Neno lako, mimi nataka neno lako kwa kuhusiana na mwamuzi na Solo Mwichui. Manake amezungumzwa maneno mengi sana. Nataka nisikie kutoka kwako kuhusiana na comment ya referee wa mchezo wa kesho. Kwa sababu kwanza ni mwamuzi ambaye ana sifa za kupewa kuchezesha hiyo mechi kwa sababu ya qualification zake, cha kwanza ambacho kimetumika. Kwa kuamini hivyo, naamini kwamba hizi comment zinaweza zikatusaidia kupata uamuzi mzuri zaidi, kwa sababu ya umakini ambao atakuwa nayo kutaka kuthibitisha kwamba hichi mnachokisema sio kama taaluma ambayo mimi nimeisomea, lakini kurejesha kwa wale ambao wamemwamini, kwa sababu utakumbuka dabi iliyopita ilibidi atoke mwamuzi toka nje kuja kuichezesha. Sasa ikiwa kama kila dabi anatolewa mwamuzi nje, na maana nyie wa ndani mmeshindwa, lakini kama watu wamekuamini, nadhani ana kazi kubwa sana ya kulipa hiyo fadhila ya kwamba tumeacha kumuita mwamuzi kutoka nje, ambao baada ya pambano lile hakukujadiliwa tena mwamuzi, bali ilijadiliwa timu na makosa ambayo yalitokea. Kwa mimi naamini kwa Mchui, mechi ile ambayo ilichezwa ya dabi ya mwisho, mwamuzi kutoka nje, kuna vitu vingi sana atakuwa alivipitia na kuvichukua kama nondo, kama wanafunzi wetu wanasema amekusanya nondo ambazo zinaweza kumsaidia kwenye mchezo wa leo, lakini akiamua kuchezesha kwa mujibu wa taratibu ambazo amekwenda kusomea, yale makosa ya kibinadamu yanaweza yakapungua na kulinda heshima yake. Unaona ni nafasi sasa ya mashabiki ambao wao ndo wamekuwa wakizungumza sana kuhusiana na referee huyu Nasoro Mchui kuacha kulalamika alafu kuja uwanjani kutazama mchezo na kuona namna ambavyo Nasoro anafanya kazi. Kwa washabiki wao waje watazame, kwa sababu mwisho wa siku Mchui naye ni binadamu, anasikia nini watu wanazungumza. Hakuna binadamu anapenda kuzungumzwa hasi kwenye kazi yake. Hata sisi tunafanya kazi zetu, hatupendi comment hasi kwenye kazi zetu. Kwa hiyo natumai atalinda heshima ambayo chama cha soka pamoja na bodi ya ligi wamempatia. Katika eneo la katikati unazungumzia Damaro Kamara ambaye alipewa jina kubwa la Damaro Day, lakini pia lifestyle yake, lakini pia maneno ambayo alikuwa anazuka kwamba wanahitaji uthibitisho kama ni Tanzania. Kwake pressure inakuwa kwa namna gani kwa mchezo huu, na hususan zaidi anapokutana na pressure kubwa kutoka kwa Simba Sports Club? Kama mwanadamu wa kawaida, unapokuwa gumzo unategemea uko gumzo kwa jambo gani, zuri au baya. Kwa kutazama mjadala uliokuwepo, nadhani haumuhusu sana kwenye kazi yake. Ni vitu vingine ambavyo vingine hata yeye haviko ndani ya uwezo wake. Kuna baadhi ya watu wanapaswa kujibu maswali na sio yeye. Kwa hiyo mimi naona ni sehemu pia ambayo inaweza ikammotivate kwamba huenda watu kwenye kuendea mchezo huu wanataka kuniangusha. Sasa mimi natapaswa kujiinua na kubaki kwenye mchezo. Kwa hiyo huenda tukamuona akiwa kwenye hali nzuri zaidi kama ana uimara huo, lakini kama sio imara, inawezekana hayo maneno ikawa ni sababu, na pamoja na mechi kwa sababu ya kumsahau Domaro ambaye tulikuwa tunamjua, kwa sababu dabi zimeshawapoteza wachezaji wengi sana. Tulikuwa na Amri Kiemba tukifanya uchambuzi kuelekea mchezo wa hapo kesho, dabi ya Kariakoo ambayo inakwenda kuchezwa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar kuanzia saa 2:15 usiku. Mechi ya kesho hakuna mtoto unaambiwa hakuna mtoto anatumwa dukani. Tunakwenda kuangalia vijana namna ambavyo wanakwenda kuzipambania pointi 3 ama pointi 1. Nikukumbushe tu kwa takwimu za hivi karibuni katika mechi za Kariakoo Derby, Simba amekuwa mteja wa Young Africans kwa mechi 6 mfululizo, akipoteza katika mashindano yote, ligi kuu, FA, lakini pia ngao ya jamii. Mimi ni Diana Songa, nyuma ya kamera ni Hatibu Mgeja. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa ajili ya kupata update mbalimbali zinazoendelea huku visiwani Zanzibar kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, ligi kuu ya NBC.